nikipata mtu na chinja alafu na watu fresh. Na nyinyi mniambie kitu. All right. Ladies and gentlemen, hapa ni Steven Wanjala ama ukipenda niite MC Kishazi. Na leo tuko ndani ya Kishazi TV, hustle yangu mashinani, county ya Trans Nzoia. Eneo bunge la Endebess, kata ya Chepchoi na navyotazama sasa hivi. Na leo tuko na msanii mkubwa sana Afrika Mashariki na Kati, kutoka vijijini, kutoka mashinani. Yaani huku ndio tunakuza talanta, huku ndio kuna zile vipaji kubwa sana msanii unavyomwona hapa hivi. Hatari. Na mwenye ataweza kutuambia anafanya nini, anaigiza sehemu gani ya sanaa, alafu mambo yanakuwa sawa. The kipindi is about to go down. Si ndio? Kipindi hii inaanza right now. Si ndio? So majina ni nani? Jina langu naitwa Joseph Juma. Lakini kule katika mtandao wa kijamii watu wananitambua kama Simba Master Film. Mbona uliamua kujiita Simba Master Film? Niliamua kujiita Simba Master Film kwa sababu ni jina ya kipekee. Alafu ndio jina ya kazi ambayo nilipenda zaidi. Kwa sababu ukienda kule YouTube search Simba Master Film unaipata ni pekee yake imetengwa. Na wewe umesema unajiita Simba Master Film. Nani alikufanya ukaingia kwa sanaa? Nani alikuinspire? Nani alikuwa ni mentor wako Mentor wangu ni kama Klambevo, Nagwa, Steve Mosi na hata na kina Kichiche pia. Nikiangalia jinsi wanafanya, mimi naona pia mimi naweza kufanya zaidi yao. Wewe mwenyewe part yako ni gani? Unapenda kuigiza zile part gani katika uigizaji? Part ambayo mimi napenda ni part ya Kisela. Napenda part ya Kisela sana. Kwa sababu naonanga huo ndio nafanya best sana. Tulia hapo kwanza. Amesema anapiga part ya Kisela, si ndio? Wacha atupigie mfano, si ndio? Tuwezi ukasema tu anapiga part fulani na hatujui. Haya, uwanja ni wako sasa. Piga ile tuonyeshe, assume sasa wewe uko kwenye stage. Unapiga ama kamera zimeashwa, lights ziko sawa, ziko on. So tuambie. Twende kazi. Sasa nimeingia kwa location sasa kwa mambo na cameraman. Ashumu sasa hapo kwa location. Niko location sasa. Oya wanetu, mimi naitwa Simba Master alafu mtu akili mbili ya wanangu. Mimi nikipata mtu na chinja alafu na watu fresh. Na nyinyi mniambie kitu. Oya. Ni hivyo mwanetu. Hatari. Amzikishaje? Hatari. Kazi ya usanii katika kaunti ya Trans Nzoia unaionaje? Kazi ya usanii si mbaya. Bahati ambayo inatusumbua sana ni supporting tu. Nahisi ya kwamba kaunti ya Trans Nzoia inaweza kusupport ama nchi ya Kenya inaweza kusupport vipaji. Support ambayo iko katika nchi ya Kenya ambayo naona wanaweza tusupport nayo sana imekuwa ni kwa views tu watazamaji ambao wanatutazama, lakini kiupande ya kutusupport mambo kama kamera, microphone ni vingumu sana. Labda ushauri kwa kaunti ya Trans Nzoia ama labda yule MCA wetu ama governor ama MP ungependa kuambia aje? Ambaye naweza ambia viongozi wetu wa kule mbele, waheshimiwa na wengineo wote, sisi tunahitaji tu support, maana wakija kutusupport tutafika mbali wenye tunazina mbali. Maana kuna wengine ni madanza, kuna wachezaji film, kuna waimbaji. Tukisupportiwa tutafika. Tutakuwa kama ndugu zetu wa Tanzania. Labda watu kama wazazi, guardians na ndugu jamaa na marafiki na majirani wanaonaje ama wanasemaje kuhusiana na kazi yako? Kwa marafiki wengine wanajaribu kusupport, maana wengine wanapenda kujiunga. Majirani kuna wanapenda ambayo tunafanya, lakini ukiangalia kuna wengine wanasema anajifanya. Na wazazi wanaridhia. Wazazi wanaelewa ukiwa na talanta unafanya tu. Maana sometimes inakuchoma na kuambia fanya tu. Na ni nini mbaya ushasikia kutoka kwa marafiki ama kwa marafiki ama majirani ambayo ulikuumiza sana kuhusiana na talent yako? Labda kuna ile kitu mtu alikwambia ile mbaya kakuudhi sana Ni kama gani? Ipo sasa, for example, wakati tunafanya kazi ya zinaa, unapata wengine wanasema huyu mtu anajifanya, hakuna kitu anafanya, hakuna mali ataenda, atabakia tu hapa. Sasa lazima itakuumiza. Maana wewe ndoto yako ni kufika juu alafu mtu anakuambia anakufinyia chini. Sasa haikui vizuri. Nini mzuri shaifanya ambao ukasema hapa nasonga, hapa naenda mbali? Ni fenye huwa nafanya tu kazi ya zinaa, naona kuna utofauti. Kwa mfano unapata film nilikuwa nacheza hapo mwanzo, nilikuwa nacheza ikiwa chini, about editing, about cameraman nini, sasa nikapata naenda nikigrow. Ikanifanya sasa nikaona ni vizuri nikiendelea na zaidi. Wewe unajionaje kwa miaka kama 5 ama 10 ijayo? Kwa miaka 5 ama 10 ijayo mimi najiona Mungu akipenda tunaweza kufika maisha ya juu.
maisha itabadilika. Tutakuwa na mali zetu, for example kama kamera sisi wenyewe tunazo, tunamiliki. Tutakuwa na microphone na hata na vitu zinginezo. Aha, mambo ni hivi. Mambo ni vile anasonga unasikia vile msanii anasema kwamba kuna changamoto nyingi. Mtu anasema kwamba hakuna mali unaenda, yani unafanya tu lakini uko hapa. Lakini mimi nasemanga hatima ya mtu ni Mungu mwenyewe anajua, si ndio? Ni Mungu mwenyewe anajua, si ndio? Mungu ndiye anajua hatima ya mtu. Maana changamoto ni mengi, lakini sasa ukimwomba Mungu pia anasaidia. Maana sisi wenyewe hatuwezi. Because ukikuja katika maisha ya kawaida, mimi ni mchungaji. Mimi ni mwinjilisti. Lakini kule katika mitandao ya kijamii unaweza fikiri huyu jamaa ni mkula bangi, ni anavuta bangi. Because vitu ambayo napenda kuicheza video ya kisela, napiga movies za kisela, kijambazi, ya kiganga. Sasa unaona lazima mtu ashangae na mtu ni mtu aina gani. Lakini mimi siko hivyo. Mimi si msela. Lakini kwa movie tunapiga hivyo kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu ambao wamekuwa wasela. Wanasaidia. Wakiona hivyo wanapenda pia na wafuatilie. Wakati wanafuatilia wanapata mwisho nimebadilika, huenda nimekuwa kama pastors, nimecheza kama pastor, inawasaidia kubadilika. Labda kikosi chako ama kikundi chako kiko na watu wangapi hivi? Katika kikundi yangu ina watu lakini si wengi sana. Ni wachache kwa sababu sometimes ukiwa na watu wengi wewe unapata usumbufu fulani, maana unaweza ita watu wote kama 20 waje location. Unapata wamekuja kama watu 5 pekee. Sasa inakuwa ngumu sana sometimes. Unapata hata 5-3 ndio wanakuja. Sasa inakuwa kazi inakuwa ngumu sana. Wale wako serious kabisa ni kama wangapi? Ambao wako serious sana ni kama watu 3 tu. Kwa 20. Kwa watu 3 uko ndani ama bila wewe ndani? Pia mimi niko ndani. Sawa, watu 3. Watu 3. Sasa ndio unapata tukitaka hata kushoot film. Kwa for example kuna movie nilikuwa nimeahidi watu kwa tarehe 30 na wawekea kule online. Lakini ikakuwa vingumu. Tarehe 30 juzi. Lakini ikakuwa vingumu kwa sababu ilifaa tuicheze alafu tuiweke, lakini sasa watu ambao ninataka kucheza nao inanilazimu nikisema kuja location wamechelewa. Sasa inafanya mimi nakuja na record part yako kama ni kwako, tena niende nitafute mwingine, si inakuwa kazi ngumu. Hivyo ndio iko. Na labda kwenye kikosi chako umeweza kubalance, mseme kwa kizungu tunasema gender balance. Umeweza kubalance wasichana wavulana ama wasichana kwa ngapi, wavulana kwa ngapi? Kwa wasichana hapa sometimes unakuwa na wasichana 3. Mama mmoja. So kwa wasichana umesema hawako serious kwa sababu mko watu 3 serious ama kuna yule ako ndani mmoja serious? Kwa wasichana wana shida sana. Ni wanafunzi. Sasa inafanya wakati nataka uenda kushoot film unapata na watafuta siku ambayo weekend, wakati wajaenda tunapiga na film alafu inakuwa ni hivyo tu kama tumemaliza. Tukiendelea kumalizia, changamoto zipi ambazo unapitia kwenye sanaa hii ya uigizaji? Changamoto ni mengi. Kwa mfano wakati nimeenda nikashoot film unapata sina reflector. Sasa movie haitakuwa clear sana. Hiyo pia ni changamoto. Changamoto ya pili, mimi sina kamera. Sasa wewe unapata natumia tu simu, lakini najua kuna siku Mungu atatusaidia na tutatoka. Alafu ya pili hata microphone mimi sina. Sasa unaweza pata katika filamu zangu sauti hayuko juu sana. Sasa hiyo ndio changamoto. Na hata wifi. Wakati for example umetoa film yako umeedit vizuri unataka kuweka kule katika mtandao wa kijamii, hatuna wifi. Sasa ikiwa hivyo inatulazimu tutumie bundle. Na unajua katika Safaricom yetu ukiweka bundle inakula sana. Inamezwa. Sasa nataka nikuwe bundle kama ya miendo niweke episode 1. Pia ni changamoto. Okay, na tukiendelea kumalizia, ungependa kuambiaje watazamaji wetu na wasikilizaji ambao wanatazama kwenye Kishazi TV? Watazamaji wetu ambao naweza zidi kuambia maneno mazuri, waendelee kungoja, wasikate tamaa, waendelee kutufuatilia, maana kazi zetu sisi yenye tunafanya ni Mungu alitutuma by the way. Maana mimi huwa nachukulia nikisema mtu kama mwigizaji ni kama mwalimu. Anafundisha watu kwa maisha. Maana inaweza kuwa ni kitu kama filamu inafundisha jinsi dunia iko, mapenzi nini, inafundisha uokovu. Ni vizuri ukifuatilia, itakufundisha na itakuweka pale pangine. Maana kazi ya uigizaji ni kama tu mwalimu venye huwa anafundisha.
Ukiangalia vizuri film kutoka mwanzo mpaka mwisho itakufundisha jambo na itakusaidia. Maana vitu mingi utaipata kwa maisha. Utaona kama huyu kitu huyu mtu aliniambia ni kweli, maana naipata kwa maisha yangu. Changamoto ni mengi na tuna mimi naweza kuwa naambia watazamaji wasiache kufuatilia na wasiache kufuatilia kazi zetu. Maana ukiona wengi walikuwa wananifuatilia kwa account yangu ya kwanza. Simba Master Film ya kwanza walikuwa wananifuatilia, lakini wakati ilifungwa watu walikuwa wachache kwa sababu wengi wanashangaa nilienda wapi. Kimi ambaye nawaambia wasikate tamaa, watafute katika account mpya inaitwa Simba Master bado Film, na kazi bado ndio tunaanza. Kazi nzuri huko, tunaenda kufanya mambo makubwa zaidi ya kule nyuma. Asante sana Asante pia. Na hiyo ndio hali halisi kwenye runinga ya Kishazi, ambapo tumekutana na mwigizaji anaweza kuigiza filamu na ameeleza baadhi ya changamoto ambazo anaweza kupitia katika safari hii ya uigizaji. Na tungependa kuhimiza kama tuweze kuleta support kwa vijana mtaani, kama vile Kishazi TV tumeingia mtaani kuweza kuleta support kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Kishazi TV mashinani, na hii imekuwa hustle yangu. Jina langu ni Steven Wanjala, kaunti ya Trans Nzoia.